Kifo cha Rashid kilinitaua moyo. Kilikuwa kama alama ya kikomo au kitone katika sentensi ambayo haijakamilika. Kumbe ni kweli wasemavyo, chema hakidumu. Sikuamini rafiki yangu Rashid amekufa mpaka nilipojikabilisha moyo kuingia katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Makadara keshoe. Maskini alikuwa katika mguu wake wa kushoto uliokuwa umelazwa kando ya maiti yake. Maiti ile ilikuwa imechubuka ngozi na kutapakaa damu kote kote. Ilitisha. Mtu lazima machozi yamtoke. Kifo ni asidi kweli. Kilikomesha mengi ambayo Rashid alinuia kufanya karibuni. Alikuwa na umri wa miaka 25 tu. Alikuwa na mipango mingi siku zake za halafu. Alitaka kuzuru bara sehemu kama Nairobi, Lodwar na Kisumu baada ya harusi yao, mradi kubadilisha hewa wakati wa fungate yao. Zilikuwa zimesalia tu siku 3 kabla hawajafanya harusi. Kifo kilipompoka Rashid na kumwacha Zawadi katika upweke wa jekejeke. Kifo hutibua mambo ya watu yasitengee. Hakina huruma. Mimi nilijua nimempoteza rafiki na mhisani adhimu, lakini nilimsikitikia zaidi Zawadi aliyempoteza mchumba mwendani. Nilipotoka hospitalini Makadara, niliona bora kumpasha habari Zawadi. Nikapita kwanza kwa Abdul Mohamed, mwajiri wangu, na kumwambia jinsi mambo yalivyokuwa. Akanipa ruhusa ya majuma 2 hivi. Nikaenda katika posta kuu iliyopo katika makutano ya barabara ya Nkrumah Road na Digo Road. Nikamwandikia Zawadi barua, na baada ya kutia na kutoa nikamwandikia barua mjomba Kitwana na kumwarifu yaliyokuwa yamejiri. Rashid hakuwa na mtu yeyote wa akraba yake, lakini katika hayati yake alikuwa na muingiliano mwema na watu. Haikuwa desturi yake kufanya uadui, kwa hiyo watu walimpenda sihaba. Ni kweli kuwa uungwana si jadi kubeli. Rafikize na majirani walihuzunika sana alipowatupa mkono. Walishirikiana nami pakubwa katika shughuli za maziko yake. Baadhi yao walikuwa na jukumu la kununua sanda na mahala pa kumzika mavani. Mimi pamoja na wanaume wengine 2 tuliokuwa na jukumu la kutafuta jeneza, tukaenda mtaa wa Kibarani kwa rafiki yangu mmoja seremala, jina lake Joel Papa. Joel tulijuana kwa vile tulimbebea mbao mara nyingi kwa rukwama toka zilikonunuliwa hadi kwenye karakana yake. Niliwahi kumdokezea zamani kwamba nilikuwa na walau ujuzi mdogo katika fani ya useremala, lakini Joel aliniona kana kwamba nilikuwa nafanya utani. Hakuwa radhi kuniandika kama msaidizi wake kazini. Kwa sababu ya watu kutowajua wengine vema, maimamu wameitwa maimuma, werevu wakaitwa mazuzu. Majeneza yalikuwa ghali mno katika mji wa Mombasa mzima. Tulipofika Kibarani, nikamsihi sana Joel akubali kuniuzia mbao kwa bei tahafifu au ya masilahi, kisha nilitengeneze jeneza mwenyewe. Akakubali shingo upande. Rashid alikuwa mnene, lilihitajika jeneza kubwa. Nilijaribu kadri ya uwezo wangu mdogo kulitengeneza jeneza hilo kwa vifaa alivyonipa huyo seremala pale pale katika karakana yake. Wale wanaume 2 niliokuwa nao waliketi kwenye rukwama nililokwisha azima tajiri wangu wakisubiri jeneza. Hawakuwa na ujuzi wowote katika useremala, la sivyo pengine wangalinisaidia. Mmoja wao alikuwa mrefu kama mlingoti na katokwa na mabebe kama ambaye afya yake ilikuwa hatarini. Jina lake lilikuwa Mabruk. Mwenzake alikuwa mtambo wa kimo pia, lakini alikuwa na kidari kilichotutumka na misuli iliyotatana miguuni na mikononi. Huyu wa pili aliitwa Charo Zero, naye alikuwa kanyamaza kama maji mtungini. Baada ya saa 2 hivi nilikuwa nimemaliza. Lililobaki kupiga msasa. Nilipokuwa nikipiga msasa lile jeneza, Joel alipiga mluzi kwa mshangao. Ndiposa alipojua kuwa usione wembamba wa reli, gari moshi upita.
Alishangaa kwa nini sikuwa na karakana yangu mwenyewe, maana ule ufundi wangu ulimpendeza sana. Mtaji bwana, sina mtaji yahe, nikamwambia. Basi kafanya hivi, aliniambia, kamalize hizi shughuli za maziko kisha uje hapa tuzungumze uzuri. Kumbe hayakuwa matani, kazi waelewa si haba. Nimekuita mgumba kwa vile sikuwa nimekulelea. Tukaliweka lile jeneza kwenye rukwama na kuliburuta kwa zamu kuelekea hospitali ya Makadara. Jua la utosini lilikuwa limewaka sana, jasho likatutoka kweli kweli. Nikalivua shati na kulifunga kiunoni. Tulipokuwa karibu kuingia Mombasa kisiwani, tukakutana na mlolongo wa wanawake waliobeba pakacha vichwani. Ilikuwa zamu yangu kusukuma rukwama. Wengi wa wanawake hao walikuwa wamejisitiri barabara ndani ya buibui. Mmoja wao aliponiona akaanza kucheka. Alitembea polepole na kuja kusimama mbele yangu. Niliona kuwa hiyo ilikuwa bugdha na uchakaramu usiokuwa na mfano. Nusra nimpige dafrau kwa hasira, bali nilijirudi mwenyewe na kusimamisha rukwama. Nilijua fika kuwa hasira ni hasara. Ala, salale, maskini sasa umekuwa hamali eti, akanena. Ndiposa nilipojua kuwa alikuwa Amina. Kichwani alikuwa akajitwika pakacha lilojaa hadi pomoni. Ala, ni wewe Amina? Nikasema, habari zako Amina? Nzuri, sijui zako. Lo, kumbe mambo ni kangaja huenda yakaja. Sasa kongowea umekuwa wa kusukuma rukwama jamani. Na naona umebeba jeneza. La nani hilo? Oh, tabu. Usinisikitikie mimi kuliko ilivyo lazima. Mwanzo wewe ndiye upasaye kusikitikiwa. Afadhali wa mali kuliko ukahaba. Amina akaangua kicheko kikubwa. Eti mimi kahaba? Mimi kahaba? Lo Yasin, bwana kumbe huna habari. Huo ukurasa niliufunga nikafungua mwingine mpya. Amina si Amina wa zamani yahe. Mui huwa mwema eti. Mabruk na Amina waliamkuana kama watu waliojuana zamani. Charo ziro lake lilikuwa jicho wala salamu hakuwa nazo. Akalitwaa rukwama na kwanza kulisukuma. Mabruk akamfuata nyuma. Mimi nikabaki na Amina ambaye pia alikuwa kaachwa nyuma na wanawake wenzake. Tulikuwa tumeepukana siku nyingi, naye alionekana kama ambaye alikuwa na mengi ya kuniambia, ingawa wakati ulikuwa mdogo. Alipotaja Mui huwa mwema, ilikuwa si rahisi kusadiki maneno yake Amina. Nilijua kusema ni rahisi, bali wakati tu ndio ambao ungekadhibisha au kudhibitisha maneno yale. Mui huwa mwema ndiyo, lakini hili hutokea mara chache zaidi sana. Siamini, nilimaka baada ya kitambo. Shauri yako, alisema Amina. Hebu fikiria, nimetoka Mwembe Tayari nkahamia Changamwe, maisha mapya katika mtaa mpya. Ushaona? Tazama hapa nimebeba nini. Alitua pakacha kichwani na kunionyesha vilivyokuwemo. Ndani mlikwemo maembe dodo, masala, hirizi, mdalasini, kabeji, sukuma wiki na kadhalika. Hii ndiyo shughuli yangu sasa, alisema Amina. Nimeanza biashara ya kuuza vitu hivi kwa mtaji mdogo nilokuwa nao. Hivi unionavyo nimenunua bidhaa hizi nenda kuuza Changamwe. Basi ongera bibie, nikampa mkono wa tahania. Umepania kabisa kutupa jongoo na mti wake, sio? Bwana, tena nkipata rijali ajuaye kupenda ntafunga ndoa nizae dume na mke. Sote tukaangua kicheko kwa sawia. Afadhali kuuza kitu chochote kinginecho kuliko kuuza mwili wako mwenyewe, akasema huko machozi yanamlengalenga.
mtu kuwa kama lango la maabadi atakayoingia ni kujidunisha mno na kutukanisha uke. Na kushukuru sana Kongowea kwa kunitoa katika dhiki hiyo. Wajua, tangu lipo nizindua usiku ule sijamuona mwanaume tena sasa karibu miezi 6. Staki. Ya nini kujitumikisha kwa mtu asiyekupenda wala kukujali? Unakuwa wewe ni chombo tu cha kumalizia ashki yake. Nilichoka na maisha hayo. Mtu kukugeuza nguo akuvae, akuvue atakavyo. Na kushukuru kwa wingi wa shukrani. Wewe ni mtoto mdogo tu, hata ubaba haujakutoka shingoni, lakini unayo hekima inayokuzidi umri. Baba na mama waliokuzaa hawana budi kufaharika kwa sera nzuri uiandamayo. Sijui nikulipe nini. Kwa hakika shukrani zangu kwako hazina kifani. Walio kama wewe duniani ni adimu kama kaburi la baniani. Amina alikuwa amekuwa na siha nzuri sana mosi zile. Alikuwa kanenepa na uso kung'ara kwa afya nzuri. Macho hayakuwa na wekundu utokanao na kuukosa usingizi. Usinishukuru mimi wala kunisifu, nikamweleza. Mshukuru na kumsifu Rahbi aliyekupa wewe utambuzi ukatambua hatari iliyokukabili. Mwenyezi Mungu ndiye atufundishai kwa faida yetu. Yeye hutupa nasaha na sheria za kutuadilisha. Mimi ni mwanadamu kama wewe, sikuzidi kwa lolote. Nayo makosa yangu ni yatendayo yaliyo kinyume cha sheria zake. Wewe utendi kinyume chake, kijana. Usinivishe joho ambalo si makamu yangu kulivaa. Mimi si maasumu, wala sidhani kuna mwanadamu asiye na dosari. Hakuna mwanadamu mkamilifu. Atakapokuweko basi itakuwa imefika siku njema, nikamwambia. Amina alinitazama kama atazamaye sinema ya kupendeza ajab. Nilipomweleza Amina shughuli zilizoniandisi, alipigwa na mshangao na kusikitika pakubwa. Akaniruhusu kwenda zangu. Nikawafuata wenzangu waliokuwa mbele na rukwama. Tulipofika hospitalini tukapata wanaume wengine waliokuwa wanasubiri jeneza. Kazi ya kuingiza maiti ile ndani ya jeneza ilikuwa kukata jongoo kwa meno hasa, sikwambii kuiosha na kuivisha sanda. Tukawasili maziarani, mahali paitwapo makaburini karibu na Kisauni. Mwendo wa saa 9:30 hivi. Umati wa watu waliokuja kumzika ulikuwa mkubwa kiasi. Wachimbaji kaburi walikuwa wamekwisha maliza fungu lao. Nikalitazama lile shimo pembe 4 kwa makini. Humu ndimo sasa mlikuwa makazi yake Rashid. Watu wote walionavyo na wasiokuwa navyo, wakarimu na wenye mikono ya birika, werevu na mahambe, wema na baya, wote huishia katika shimo dogo tu kama hili. Nilisononeka. Tulinyanyua lile jeneza toka kwenye rukwama na kuliteremsha kaburini. Nikasinasina kwa kilio tulipoanza kuifuikia maiti ile kaburini. Nilihisi fundo chungu moyoni. Machozi yakadondoka. Tulipomaliza tukatoka mavani, wachovu si kidogo. Baada ya maziko, Mabruk na Charo wakakubali kwenda nami hadi kwa marehemu Rashid. Nikawaandikia chakula, maana tulikuwa hatujatumbukiza chochote tumboni kutwa hiyo. Tulipoingia nyumbani, masazo ya kadi za harusi ya Rashid na zawadi yalikuwa bado mezani. Wanaume hao walizitazama kimya kimya na kutikisa vichwa kwa huzuni. Huyu ndiye Rashid mwenyewe, mwanaume mmoja katika maelfu, Mabruk akanena alipoona picha ya Rashid iliyoangikwa ukutani. Lakini mwingine aliye pichani naye simjui. Huyu mwanamke nani? Akauliza akiashiria kidole Zawadi aliyekuwa katika picha hiyo na Rashid. Huyo ni Zawadi, mchumba wake. Nilimpelekea tanzia lakini bado hajaja. Leo maisha yana ajabu. Mabadiliko hutokea aglab, mtu ajui kesho atakuwaje. Nikatoa lulu. Ni kweli bwa mdogo, akajibu Mabruk. Maisha yenyewe ndivyo yalivyo. Hata mimi zamani nilikuwa na siha yangu nzuri,
lakini sasa nione. Kifyefye. Nilikwenda danguroni nikachuma sijui ugonjwa gani. Mambo hubadilika. Hata watu hubadilika. Jinsi alivyobadilika Amina naiona ajabu kubwa. Nikimjua sana huyo bibie. Alikuwa kaharibika vibaya vibaya. Anajiuza kama peremende au njugu. Mwanamke kalemaa kweli kweli. Lakini sasa ni mwanamke mwenye heshima yake. Hakuna lisilowezekana. Mambo hubadilika, hata watu pia. Tulipomaliza kula, Mabruk na Charo wakaniaga na kwenda zao. Nami pia nikaliburura rukwama hadi kwa tajiri wangu Abdul Mohamed na kuliegesha uani mwake. Niliporudi, wakati wa magharibi ulikuwa umefika na usiku ulikuwa umeanza kuingia aste aste. Nililala ghafla usingizi mzito, kisha nikazindushwa na sauti kali ya kike. Hodi! Hodi! Nikamka haraka kwenda kumfungulia aliyekuwa akibisha mlangoni. Nilipoufungua mlango, Zawadi akajitoma ndani, pumzi za mwenda mbili mbili. Taa ya umeme niliyokwisha washa uliudhihirisha uso wake uliosawajika kwa fadhaa na hamaniko. Nilikuwa nimewahi kumwona pichani mbeleni, lakini tulikuwa hatuja kutana ana kwa ana. Rashid mpenzi, aliita kwa sauti kuu. Nikamtumbulia tu macho. Nilishindwa la kunena wala kutenda. Rashid, Rashid, nikuitapo leo huitiki mbona mpenzi? Ama wasemayo maasidi ni kweli? Karibu. Nikajaribu kumkaribisha. Akazunguka barazani na kujitoma chumba cha pili kana kwamba hakuniona. Kisha akarudi tena ukumbini, macho anayaangaza huku na kule. Hakumuona aliyekuwa akimsaka. Akaniangalia halafu na kujipweteka kwa chini, machozi yamtiririka tiriri. Penye huzuni, machozi ni dawa mujarab inayolainisha ugumu wa msiba. Nami niliketi kwenye koche nyingine na kumpa Zawadi nafasi ya kulainisha ugumu wa msiba uliomsibu kwa matoni ya machozi. Alinyanyuka ghafla na kuitundua picha yao iliyokuwa ukutani na kuitunduia kwa muda. Akaibusu kisha akaitupa sakafuni, ikavunjika fremu na kioo chake vipande vipande. Zawadi alikuwa msichana mtanashati aliyependeza kwa umbo na sura pia. Alikuwa kavalia rinda la hudhurungi. Miguuni alikuwa na viatu vyeusi vyenye mchuchumio. Alikuwa na shungi kubwa la nywele za kipilipili. Alikuwa mbarawa na ngozi yake ilikuwa rangi ya maji ya kunde. Kwa kweli Zawadi alilia sana usiku huo. Jitihada zangu za kumnyamazisha na kumpumua hasira na huzuni hazikufua dafu. Mtu kumpoteza mchumba katika mauti siku 3 kabla ya harusi si jambo dogo. Alipokoma kulia Zawadi, ulikuwa wakati wa jogoo la kwanza. Alipoacha kulia, aliinama kama kondoo. Alikuwa katika jazba ya namna fulani nadhani. Haikosi ulimpita akilini mkururo wa fikra, mkururo usiokuwa na mwisho. Wewe ndiye Kongowea? Akaniuliza baadaye. Naam, mimi ndiye, nikamjibu. Akanyamaza tena kwa muda, kisha akainuka kitini na kuja kunishika mkono. Akaniamsha kitini na kunipiga pambaja. Nilishangaa. Akarudi kuketi kochini, nami nikaketi. Rashid amewahi kunieleza kukuhusu. Hapana shaka mlikuwa masaibu wa karibu sana. Ndiyo, ulimi na mate. Tulikuwa marafiki wa kufa kuzikana haswa. Sitomsahau katika maisha yangu yote. Hata mimi, alisema Zawadi. Siwezi kumsahau. Donda aliloniachia moyoni mwangu litadumu daima dawamu. Yamenifika masaibu makubwa. Lo, asibu na mchumba kama huyu kumpoteza. Sijui nifanye nini. Masaibu hupata waja Zawadi. Shida pana zisiye mkumba. Sisi waja ya japo hatuna hiari. Ni kweli, wasemao husema ya japo yapokee.
ninayapokea mimi shingo upande. Zawadi alikuwa na umri wa miaka 23. Alikuwa kasalitika sihaba na marehemu rafiki yangu Rashid Omari. Matamanio yake ya kufunga akidi yalizimika kama taa ya kandili iliyotupwa majini ghafla. Mambo yake yalitibuliwa yakatibuka vibaya sana. Ndoa baina yake Zawadi na Rashid ni jambo ambalo wazee wake Zawadi hawakutaka litengenee abadan. Kisa na maana ni kuwa Rashid alikuwa mwanaume asiyekuwa na asili wala fasil. Wazee wake Zawadi walijaribu kwa jino na ukucha kuhakikisha kuwa ndoa hiyo haikuwa. Suala la binti yao kuolewa na hadimu wa hoteli asiyejulikana jadi yake liliwakeketa maini wazee hao. Nadhani wazazi wangu waliniendea mpaka kwa waganga mradi tusioane, aliamini Zawadi. Habari ya kifo cha Rashid haikupokewa kwa huzuni na wazee hao. Isitoshe, walikuwa wamepanga kuleta rafu katika sherehe za harusi hiyo iliyopangwa kufanyika Mombasa mjini pasi wao kuridhiana na muungano huo wa nikahi. Walifurahia kufa kwake Rashid. Walimzuia Zawadi asije Mombasa kuhudhuria na kujihusisha na shughuli za mazishi ya mchumba wake. Siku hiyo hiyo ya mazishi, Zawadi aliupata mwanya wa kutoroka na akaja. Alipofika Mombasa toka Lamu, alikuwa kachelewa kwa saa chache. Rashid alikuwa tayari kafukiwa kutwa hiyo kaburini. Nilimweleza kwa fusuli yalivyokuwa maziko yake Rashid. Zawadi akashukuru sana. Zawadi akala yamini kutorudi kwao tena. Aliona bora kuishi katika hiyo nyumba ya Rashid akifanya kazi yake ya ualimu katika shule ya msingi ya Mlaleo iliyokuwa karibu kama pua na mdomo. Huko ndiko alikohamishiwa tangu kupata uhamisho toka Lamu hadi Mombasa. Akanisihi sana niendelee kuishi naye ili nimhani na kumfariji, bali nikamwambia kwa fadhili kuwa haikuwa laiki yangu kuishi na mwanamke asiye maharimu wala mke wangu katika nyumba moja. Nikamhaidi kumtafutia mtu mwingine wa kuishi naye ambaye angemfaa zaidi. Zawadi alifungua moyo wake wazi kama kitabu na kunibukulia mengi ambayo aliyajua marehemu Rashid pekee. Alisema mengi. Hata tulipopiga hamadi kulikuwa kumepambazuka. Tulikuwa tumekesha usiku kucha, usiku uliojaa maneno na machozi yake Zawadi, usiku uliojaa huzuni isiyoweza kukadirika.